wenye viti wa mitaa, lakini kwa kusaidiana na mabalozi, nendeni mkatengeneze kamati za ulinzi shirikishi ili kusudi kila mtaa uwe na ulinzi mmoja, akawe mlinzi wa mahali anapoishi. Na hili wenye viti wa mtaa na mabalozi watahusika sana, kwamba kila mmoja atazame kwa umakini ni namna gani kunakuwa na ulinzi na usalama katika mtaa wake au katika eneo lake analoongoza. Watambue watu wanaoingia na kutoka katika mitaa yetu. Zamani sana sisi wakati tunakuwa, ilikuwa mgeni anapoingia ni lazima akaripoti kwa balozi, lakini siku hizi imekuwa ni holela tu. Mgeni anaingia, anakaa anapotaka, anaondoka. Na mbaya zaidi, unakuta mtu mwingine anahamia mtaani, lakini hajulikani na balozi, hajulikani na mwenyekiti, lakini amehamia kwenye mtaa na anaishi tu bila shida, kwa sababu tunafahamu sisi wa Tanzania hatunaga matatizo. Unaona, anaishi tu kwenye mtaa kwa amani yake, alafu hatujui kule alikotoka kulikuwa na kitu gani ambacho kinaendelea. Mabalozi wahakikishe na kutambua kila mtu anayeingia katika mtaa au katika eneo lake, wamtambue vizuri, anatoka wapi, je, amehamia au amekuja kusalimia na kuondoka. Kwa hiyo hawa watu ni vizuri sana tuwafahamu. Ulinzi na usalama katika kata kwa ujumla ni nzuri kiasi, maana hakuna matukio ya uhalifu. Juhudi za kuendelea kuhamasisha uwepo wa amani ndani ya mitaa yote na kata kwa ujumla zinaendelea, ikiwa ni pamoja na kuendelea kuwa na vikundi vya ulinzi shirikishi kwa kushirikiana na polisi kata. Na ni shule ya wavulana. Kwa kweli tunapata changamoto sana kuwalea wale watoto, hususan nyakati za usiku, ukizingatia kwamba ile shule haina uzio wala haina sehemu ambayo watoto unaweza ukawazuia wasipate hizi movement za kutoroka. Kupata wadau angalau wakatusaidia tupate hata fence basi. Hiyo shule ni shule kongwe.